Kwa majina naitwa Mr. Robert Msese, ni mwenyeji wa Mbeya. Nafasi ya familia katika kukuza amani na mshikamano imara kwa jamii hata kwa taifa pia. Tunapozungumzia nafasi ya familia tunamaanisha kwamba namna jinsi ambavyo wazazi na wanafamilia kwa maana ya watoto wanavyoandaliwa kwa ajili ya jamii yao, na tunatambua kabisa hapo kabla kwamba jamii bora inatokana na familia bora. Yani tunasema kwamba familia, wazazi ambao wanaandaa wanafamilia au watoto ambao wanakuwa na malezi na maandalizi mazuri ndio ambao wanaitengeneza jamii bora. Lakini pia si tu jamii bora, tunapofika kwenye ngazi ya jamii tunaenda mbele zaidi kwenye ngazi ya taifa, kwa maana unakuta kuna baadhi ya vitu vingi sana ambavyo mtoto tangu akiwa analelewa nyumbani hata anapokuwa mtu mzima sasa anajitegemea vinakuwa na mipaka, kwa maana ya namna jinsi ambavyo anaweza akajilinda yeye mwenyewe, anaweza akajizuia katika mambo mabaya, anaweza akajizuia pia katika mambo mengine ambayo hayaleti amani na mshikamano kwa jamii yake na watu wengine pia. Jina ninaitwa Rehema Elinema. Yani katika familia, kwa sababu familia ndicho kichwa cha yote. Kwa hiyo kwenye familia kwanza wenyewe baba na mama wanatakiwa washirikiane, pia wanatakiwa kushirikiana wao wenyewe, lakini pia hata kuwashirikisha na watoto wafundishwe jinsi ya kuishi vizuri na jamii iliyoko nje. Kwa hiyo kama tutaishi wazazi, baba na mama tukiwa ndani ya familia, wenyewe tutashirikiana na kuwafundisha watoto wetu, hakika hakutatokea chochote kile. Tutakuwa tunajenga umoja katika familia yetu, lakini hata watoto wetu watakapokuwa wanatoka nje watakuwa wanawaelekeza, hata kama wakiona kwamba kuna mambo ambayo hayaendi vizuri, kwa sababu familia, ndani ya familia wamefundishwa, watawaonya na wengine. Naitwa Benjamini Ibrahim Mwazembe. Kwa nafasi ya familia, nafikiri kama mzazi, yaani baba na mama, wana wajibu katika kuwajenga watoto wao katika maadili yaliyo mema, hasa wakijikita katika kuwafunza watoto wao misingi muhimu ya amani. Kwa mfano, jamii zetu huwa zimekuwa sana zikiwa na mitazamo tofauti kuhusu haki na amani, lakini kimantiki tunaposema amani, wapo wanaosema kwamba haki bila amani haiwezekani, lakini tukija katika mitazamo ya kifalsafa ni hivi kwamba sio kila haki kila wakati mtu anaweza akapata. Haki ni muhimu, lakini amani ni kubwa zaidi kuliko haki. Haki inaweza kupatikana kwa njia nyingi. Mfano, haki inaweza ikapatikana kwa bunduki, kwa fujo, lakini kusudi la haki ni amani. Sasa kama haki ikipatikana kwa bunduki au kwa vurugu kwa lengo la amani, ujue hiyo sio haki. Kama kwa nafasi ya familia, ni lazima familia ziwekeze sana kuwafunza watoto wao katika misingi hiyo.